Oh yes, kundi ni lile, sisi ndo sisi, wengine wanyama wa kawaida, vizuri kabisa kwenye Amplifier Clouds FM, Frida Amani Melody, Ayo Video Vidox kwenye ukurasa wa kwanza. Kutoka kwa malighafi shambani mpaka kukufikia nyumbani, huu ni unga wa ngano uhakika wa Azania. Upate katika aina tofauti kama vile HBF, PPF na hata Mark 1. Ni mida ya page 1. No. Yeah. Tuanze na Liza ni producer muziki ambaye ametambulika zaidi miaka 10 nyuma, ambapo alijiunga na record label WCB, na ngoma nyingi ambazo zimefanyika sio karibu zote lazima kuna sehemu utasikia Ayo Liza. Either ni mwanzo ama utasikia mwishoni. Sasa amefunguka na sisi kuhusiana na vuguvugu fulani lilipita wiki iliyopita kuhusiana na alichokizungumza Lukamba ambaye alikuwa mpiga picha wa Diamond, Kifesi ambaye alikuwa mpiga picha wa Diamond, pamoja na wengine ambao waliwahi kuwa katika record label WCB, wakiongelea namna ambavyo WCB hakuna maisha hayo ambayo wengi wanayaona ama kuyafikiria. Na hiyo ilitokana na kauli ambayo alizungumza Baba Levo, yani kwamba ukiwa msanii wa Diamond kuna namna unafanikiwa au maisha yako yataweza kubadilika kwa namna moja ama nyingine. So ile kauli ikawafanya hao baadhi ya watu ambao wamefanya kazi katika record label WCB kuweza kuibuka na kuyatoa ya kwao. Sasa Liza yeye kwa miaka 10 anayo ya kutuambia kuhusiana na hiyo situation. Je, ni vitu ambavyo viko kweli vinavyoongeleka? Na yeye ni mtu ambaye amekaa muda mrefu mpaka leo hii amekuwa anayaona hayo ya nje ambayo yanaongelewa huko ndani. Binafsi kwanza naweza kusema ndo mtu pekee na miaka 10 pale niko naenda miaka 11. Mimi nadhani tu unajua kila mtu na focus yake. Unajua mtu mwingine anaweza kaona, kuna mtu mwingine anaweza kahisi kwamba ukifanya kazi benki lazima na wewe uwe na pesa. Kumbe ni kitu fili tofauti. Benki ni benki na mfanyakazi ni mfanyakazi. Wewe unatakiwa tu ujiongeze katika pesa yako unayopatiwa ya mshahara, ile unaifanyia nini ili uweze kujiongeza kipato chako. Naweza nikasema hivyo. Yeah. Okay, lakini wewe kwa miaka yako 10 ufanyaji kazi pamoja na ups and downs, unaweza ukatoa comment gani? Binafsi mimi naweza nikasema kwenye kila kazi uvumilivu pia unatakiwa. Yani ukiona pia sehemu mtu kadumu, sio kwamba hawakoseani watu tunakoseana, lakini na samehana, mambo yanaenda, kazi zinafanyika tu. Kwa hiyo kila mtu na roho yake pia. Kuna mwingine mtu hana uvumilivu, mnaweza mkakoseana kidogo, ndio hivyo unakuta mtu katoka anaanza kusema. Kila mtu by the way ana madhaifu yake, sio kwamba kila mtu ana mazuri tu. Kila mtu ana mabaya na kila mtu ana mazuri yake pia. Okay, na maana kwa lugha rahisi pia kwa miaka yako yote 10 ukiachana na kuwa na jina kubwa, lakini unajivunia baadhi ya maendeleo mengine ya kiuchumi yako vizuri. Mimi niko vizuri. Niko vizuri, sio kwamba naweza nikasema eti kwamba ni mtu ambaye yani na uchumi wangu umedorola, hapana. Maisha yangu yanaendelea tu vizuri. Kama hivyo unasema nina ofisi, na maana ofisi ilitoka humo kwenye pesa ninayopata nikifanya kazi na wasanii wa WCB. Na ukiachana na ofisi tu, nimefungua na ofisi nyingine ya kupiga picha. Ukiachana na kupiga picha, nimefungua na ofisi nyingine ya kufanya hizi shooting video. Kwa hiyo ni akili ya mtu tu, hata kama ni kiasi kidogo unachokipata unakimeki vipi ili uweze kujiendeleza mwenyewe. Lakini huwezi kupigia mahesabu pesa za mtu. Mimi siwezi kukaa hapa nimeona Diamond sijui katoza dola ngapi huko Nigeria, nikaona mimi sina shida zangu, ungenipa hata milioni 5 kadhaa hivi nikafanya mambo yangu. Hapana, huwezi kupigia mahesabu pesa ya mtu. Wewe unatakiwa ufight utapoteza kwako. Ya zamani ilikuwa inafahamika kwamba Liza ndo producer mkubwa ama ndo producer official WCB. Still inabaki hivyo ama Liza tu anafanya kazi na WCB kama maproducer wengine Oliver Stukiz na wengine? Hapana, mimi bado ni official producer wa WCB. Hata ukienda kwenye account yangu ya Instagram imeandikwa hivyo, na ndio maana kazi yoyote inayotoka WCB lazima utamsikia Liza pale. Mmemsikia Liza Yeah. Inataka ije pia kwenu. Ameongea neno moja, akatolea mfano, sio ukifanya kazi benki unakuwa na hela. So unaweza kama mfanya kazi wa benki lakini ukawa una mshahara wako. So ukiweza kumanage unaweza nao labda ukaanzisha benki yako. Lakini pia ukishindwa kumanage unaweza kuonekana bwana unafanya kazi benki lakini hana maendeleo. Yaani kwa lugha rahisi, kuwa chini ya msanii kama Diamond haimaanishi na unatakiwa kuwa na mafanikio kama yake yeye. Ndio itamaanisha kwamba mmefanikiwa pamoja. Uenda wako unafanya kazi na kwa makubaliano akana kulipa kulingana na kazi ambavyo mlikubaliana. Ila wewe sasa kama ulishindwa kujimanage vizuri, ndio ile kwenu nyinyi natamani nisikie kwenu nyinyi mnafiki, yani kwamba
ukiwa chini ya tajiri, ukiwa mfanyakazi wa tajiri, ukiwa uko karibu na tajiri, basi ni lazima wote mwe matajiri. Au lazima hata ukiacha kufanya naye kazi uonekane bana yule alikuwa mtu fulani naye ana magari, ana hiki. Leo anze Millard. Anyway, picha ilivyo nadhani tunaijua wote. Unaweza ukawa unafanya kazi benki, kama mfano tena mzuri, kwamba unaweza ukawa unafanya kazi benki inahodhi mabilionea. Kuna watu wanakuja huko na hela zimewekwa kwenye mifuko, wengine wanasukuma, wanaburuta. Lakini wewe unaweza usiwe hata milionea vile vile. Sahihi. So nadhani ni namna yetu tu sisi wenyewe kupambania nafasi yako, kuhakikisha kwamba jana yako haifanani na leo yako, na unaiangalia vipi kesho kutwa yako. So ndio maana unaweza kuona kuna wengine atafanya kazi benki leo hii kahamia benki nyingine, ni kwa sababu anataka kukua. Ule ukuaji pia unatokana na jitihada zako wewe binafsi. So lakini sasa ukija kusema kwamba kwa sababu na wewe unafanya kazi kwenye benki ambayo inaingiza labda faida ya mabilioni kwa mwaka, basi na wewe katika zile bilioni za faida upewe. Nadhani watu wailaumu benki kwamba kwa nini wewe kwa nini unafanya kazi benki ambayo inatangaza faida ya mabilioni kwa mwaka, lakini bado unakaa kwenye chumba kimoja na sebule. Umeona? Nadhani hiyo ni picha tu ya kawaida, nadhani ipo. Yaani kwamba hauwezi, kwa mfano mimi leo nimeajiriwa na Joseph Kusaga. Yani naweza nikawa kibinadamu katika ndoto kwamba natamani niwe na ukubwa wangu mimi, natamani nifikie malengo yangu mimi. Lakini siwezi kubishana na ofisi yangu kwamba mimi nataka mshahara kama wa Joseph, kwa sababu bosi wangu analipwa kiasi hiki na mimi nilipwe hiki. Lakini kuna namna ambavyo naweza nikawasilisha kiutaratibu kwamba bana mimi kazi yangu labda naifanya hivi, kwa hiyo ningeomba ofisi niongezee mshahara kwa sababu kadhaa. Ushanielewa? Labda kama nafanya kazi masaa mengi, au labda nimeona value yangu inakuwa, au labda naweza nikapeleka proposal bana ofisi mimi naomba mshahara wangu labda ni 300,000. Umeona? Lakini kwa kazi ambayo nimepiga hapa sasa hivi mimi naomba mniongezee angalau mnipe 800,000 kwa sababu ya hiki na hiki na hiki. Mimi nita provide hiki na nyinyi mnipe hiko. Lakini siwezi kupeleka maombi kwamba nimeona nimechungulia mshahara wa boss Joseph Kusaga, nimeona hapana. Naona sio sahihi. Nataka mimi niongezewe. Kwa sababu sina share kwenye hiyo kampuni, mimi sio mmiliki wa hiyo kampuni. Na pia nimeona pia kitu kingine, unajua kwa mfano hata kwenye hizi biashara, kwa mfano unaweza kuona kuna flow kubwa ya pesa, si ndio? Lakini pia ukiangalia kwenye vitu vingi, bado huyo ambaye mwenyewe biashara anaweza kawa hiyo pesa pamoja kwamba inapita, lakini ina matumizi mengi. Let's say running cost. Wafanyakazi wenzako wanatakiwa walipwe mishahara, lakini pia kuendesha kampuni, kuna kodi za serikali, TRA, nini. So kuna mipango ya kampuni. So mambo ni mengi. Kwa Frida, wewe unaamenije kwamba lazima mtu yani watu wanavojudge kwamba unafanya kazi pale, yani kwa nini unatembea unapanda daladala, let's say unafanya kazi pale unatembea kwa miguu, unafanya kazi pale hauna nyumba, hauna gari, inawezekanaje? Hiyo watu wanavocompare. Kati wewe kimakubaliano na ofisi yako mna makubaliano tu kwamba tutakulipa hiki, itakuwa ni hivi na utatufanyia kazi hivi. Ila watu nje wanaangalia ukubwa wa taasisi au mtu ambaye unafanya naye kazi, alafu wanatamani kuyaona maisha yako yakifanania kule. Unaiwekaje kwako? Okay, kwanza target ya kwanza ya mfanyakazi yoyote yule duniani ambaye anafanya kazi ni kufanikiwa. Yani a move kwenye mahali ambapo alipo aende sehemu nyingine. So kwenye kufanikiwa kuna mgawanyiko wa vitu vingi. Unaweza ukapata nafasi ya kufanya kazi, okay, I work with Millard. Millard ni hold house name, ndio ana mafanikio yake kama yeye. Ila mimi siwezi kulipwa sawa na Millard, lakini nikitumia kukaa na Millard ni platform ya watu wanaweza wakaamini kwamba fulani anafanya kazi. Okay, Video anafanya kazi pale kwa Millard. Okay, so pale ni uhakika. Yani tukitaka kupata kitu fulani ni uhakika. So kama Millard amemwamini Video, basi Video can be trusted. So tufanye naye kazi ambayo tutangazie kitu chetu fulani. Umeona? So ile inageuka kuondoka tu kwenye kazi ya kulipwa mshahara wa kawaida, inakuja kwenye platform. Kwa I think kila mtu anapoenda kufanya kazi sehemu yoyote atizame ile sehemu kama ni platform. Kwamba hii sehemu naofanya kazi
hii ni sehemu ya mimi kupata kazi na sehemu zingine, yani kujiongezea thamani apart from just getting paid, kwamba unalipwa kiwango fulani kwa sababu hicho ndio kiwango ambacho umekikubalia na mikataba inajulikana. If you sign today for 2 years you be paid, kama ulisign kwa ajili ya kulipwa shilingi 100,000 kwa miaka 2 utalipwa 100,000. Labda sijui kitokee kitu gani kingine ndio yatafanyika hayo mabadiliko makubwa. So kwenye hiyo kama ninalipwa 100,000 of course hainitoshi, natafuta njia gani zingine za mimi kuzalisha hela peke yangu. Kuna kauli pia wanasemaga kawaida ni ngumu sana kumuona bilionea ameajiriwa. So they expect you to have something else for yourself. So ukiwa unafanya ile kazi mahali pale ujue kabisa kwenye akili yako kwamba inabidi nitafute sehemu zingine nipate vitu vingine zaidi. Dunia na maneno ya watu of course watasema kutokana na yule anavyoonekana, watakuwa wanakuexpect wewe kuonekana hivi. Ili ufikie hayo malengo jitahidi kuitazama ile kama platform okay inaonekana hivi, so mimi naweza nikafanya biashara hii nikafusia hapa, sio wananiona pale wataamini. Yani usigeuze ile fact ya kwamba okay huyu anafanya kazi na Diamond inabidi anafanikiwa. Ndio, yes nafanya kazi na Diamond inabidi nifanikiwe kwenye upande huu hapa, kwenye biashara yangu na mchongo wangu nataka niuendeshe na vitu vyangu nataka ni virun. Okay mimi ni labda ni videographer, so kwenye video zangu naweza nikawa kutokana na Diamond na quality naompa Diamond, I can also do the same quality kwenye vitu vingine, kwenye watu wengine, kwenye makampuni with no pressure. Lakini yani isiwe ile kwamba kwa sababu dunia inataka uanze kukimbia. Mfano nimeileta kwa sababu unaweza kukuta mtu unafanya kazi na mtu mkubwa ila wewe una mitazamo yako na una namna yako naamini. Mfano hupende kudrive kwanza, yani gari wewe kwako ni kitu cha baadaye. Na hata unaweza ukalinunua usiendeshe kaweka mtu akakuendesha. Unaamini labda kwenye kujenga. So kama katiza zako mtaani na pikipiki au bodaboda, mtu akakuona akasema yani yule anafanya kazi na yule mtu mkubwa vile anapanda kwenye pikipiki yule hivi. Yani isiwe na pressure hiyo ya binadamu ukakuforce ukafanya vitu ambavyo wanadamu wanataka zaidi ya wewe kwanza kutaka mwenyewe. Yani kwa maana ipi? Kama unafikiria kujenga ni sahihi, jenga. Hapo ni kitu ambacho watu wakiona mwanzoni. Kama unafikiria kuinvest kwenye biashara yako ambapo unaamini sio safari ya siku moja, endelea kuinvest hivyo mpaka pale itakapofanikiwa bila pressure ya watu. Kwamba kwa sababu uko sehemu fulani, kwa sababu mara nyingi kama unafuatilia hizi pressure ambazo ndo zinakuja mitandaoni, zinafanya hata baadhi ya vijana wanatoka sasa kwenye mstari. Anarudi anakaa mezani na bosi, bana bosi unaona mimi nje kule watu wanasema hivi wananilipa hela ndogo, mimi siwezi kufanya hili, kwa sababu ni pressure ya watu. Unasahau makubaliano ya kazi. Unasahau wajibu wako ni upi na yeye wajibu wake wako ni upi. Na sawa inaweza ikawa ni haki kurudi mezani kuja kuona kwamba bana hebu tupandishe kidogo, hebu tuongezeane kidogo. Lakini ikiwa ina pressure ya watu inakuaga haiwagi kitu fulani sweet hivi. Yani inakuja ina mitazamo ya watu ya nje zaidi ya kwako wewe, ambapo saa nyingine inaweza kutoka kwenye mstari ukaanza ugomvi, au msipokuwa ugomvi mkajikuta hata vile ambavyo ulitaka kuvianza ndio vile unatoka. Watu wanasema yule si alikuwa fulani, kumbe pale hamna maisha, kumbe hata uko hujafanikiwa hata kufikia ile malengo uliokuwa unayataka. Ishi kwenye mbio zako. Lakini bana tusisahau of course hii isiwe fimbo ya waajiri kuwanyongonyesha ambao wamewaajiri. Yani mtu mpe kiwango ambacho amekiridhia, lakini pia ambacho hata wewe mwenyewe unajua kabisa kwamba nikimpa huyu 300,000 labda kula yake kwa mwezi yenyewe ni 1,500,000. Kupanga nyumba ni shingapi? Yani mpe mtu kile kitu ambacho unaona kabisa kama kitamstahili. Japokuwa mimi naona pia wakati mwingine jitihada pia za watu binafsi zina mata sana. Kama mfanya kazi kwa sababu okay mimi nimeajiriwa kwa Video. Video ana jina kubwa. Ni mtu maarufu ana pesa. Lakini mimi inawezekana Video ameniajiri lakini mimi ni mmoja kati ya wafanyakazi wenye performance mbovu kabisa. Yani hata majukumu yangu mengine kila siku inabidi nikumbushwe. Nimeshapewa barua kadhaa za kukumbushwa majukumu yangu. Ofisini natakiwa niende siku labda 22 au 25 kwa mwezi. Mimi naenda siku 4 tu kwa mwezi. Umeshanielewa? Alafu ukitoka huko hawalipi vizuri wale. Umeona halipi mimi yule jamaa. Umeona au unatoka kwenye media pia kwa namna moja ama nyingine unaportray picha ambayo sio nzuri kwa yule. Lakini inawezekana huko ndani wakiamua kutoa siri zako wewe za performance yako, pengine wewe ndio utaonekana una hatia. Kwa hiyo mimi nadhani iwe tu 50-50. Sisi ambao tunapewa hayo majukumu tunaaminiwa tupige kazi vizuri. Lakini pia wale mabosi ambao wanatuajiri na wao pia waangalie namna ya kutupa pesa ambayo
Yeah. Kuna kipindi mimi niliwahi kuwa na struggle sana nikiwa tayari niko mjini hapa na kazi niko nao vizuri kabisa. Yeah. Nikaa na struggle sana yani kwenye hela na kiwango cha hela ambayo nilikuwa naipata na maisha ambayo nipo plus umaarufu, si ndio? Unavyoonekanika, unavyo nini, of course West na kupanda labda daladala au nini. So ile ilikuwa inani stressi sana. Yani nakumbuka nilikuwa na haso nao, nikamtafuta mtu ambaye kwa mkubwa kweli na yeye ni mmoja watu ambao alichangia mimi kupata kazi. So nilikuwa naongeaga naye nikanambia ni maisha yangu mimi yako kwenye ugumu sana. Aliniambiaga neno moja tu, focus. Nikana jiuliza sasa mimi na haso zote zinaniambia neno focus kwa nini? Yani aoni, yani sijui na nini. Lakini lile neno lilinisaidia sana. Lilinisaidia kuendelea kwenye ile sehemu ambayo nilikuwepo, kuongeza thamani ya mimi ni nani. Yani mpaka namaliza kwenye hiyo movement tayari nilikuwa nishajithaminisha. So kweli nilikubali kufocus. Though kuna wakati hata hiyo focus yenyewe ukiangalia maisha yamekupiga, yani yamekuwa ni magumu kiasi kwamba yani unaweza ukadata tu anakuambia focus pia anakuchanganya vile vile. Lakini that's the reality. Yani simply because mimi nimekuajiri hapa, kama ulinikubalia 200,000 au pay you 200,000 to the end. Na kutembea na picha ya ile taasisi. Yani natamani hii tuendelee vizuri kwa maana nzuri tu. Kutembea na picha ya ofisi ama nyumba ya bosi wako. Kutembea na picha ya mafanikio yale ukajivesha, yatakustress, yatakutesa. Kwa maana gani? Unaweza ukawaza ukubwa ule na hata kuzidi ukubwa ule. Yani kwamba mimi natamani ukubwa ule, sawa. Lakini ukitembea ni mimi bosi wangu ana hela. Yaani ukaziona hela kama za bosi wako ni zako. Ukaiona hiyo benki unaoifanyia kazi kama zile hela kila saa ukikaa nazo kwanza zinakusaulisha saa nyingine hata matumizi yako. Kama ulikuwa unajijua unalipo 300,000 au 500,000, badala ya kutumia ile 300,000 kwenye matumizi vizuri, kwa sababu unashikashika hela muda wote pale, ukajisahau uko unafanya na matumizi makubwa au ufanyi budget, ufanyi chochote. Sema hiyo theory unayoongea ni ngumu kweli. Yani wewe yani hata kama unataka kutumia, kwa sababu bosi wako anaendesha gari la bilioni 2, wewe una 200,000 hujisi unaendesha kama gari la bilioni 2. Hiyo theory haiko kwenye akili. I think it's very hard to have that. Kuna namna, yani ndo mfano kama hawa wanaofanya kazi na wasanii. Ukiona wewe unalalamika nakwambia ndio unakaa kwa Diamond, umekosa hiki. Wewe unakaa unafanya kazi na mimi nahisi hao ni watu ndo wanasema mitaani na inayoingia. Lakini na ukiangalia wahusika wanakuambia ni kweli hamna maisha hayo ambayo mnayaona. Leo hii unamsikia Liza akifunguka hapa anakuambia kwamba mimi niko hapa nina ofisi 3 na na miaka 10. Haimaanishi ya kwamba niliona jana bosi wangu akigawa hela Nigeria basi ninungunike. Yani bosi mimi nina shida, yeye anagawa hela Nigeria. Umeelewa siji? Yani unakuwa unatembea na hizo mindset kwamba okay, Millard amempa mtu 100,000 pale kati mimi na hiki. Lakini kumbuka nimekulipa sijakulipa. Sinarudi pale pale. Lakini sasa kibinadamu watu wanaona yani huyu bosi wake anaweza akagawa hela sehemu fulani, alafu huyu mfanyakazi wake tumepishana naye jana anatembea kwenye zile hela ambazo tumeziona labda ni dola hata 10,000 au 15,000. Angetoa hata 500,000 amnunulie, 2,000,000 amnunulie pikipiki, alishindwa. Au event tunakuwa na mitazamo hiyo kibinadamu, lakini kiuhalisia kuna makubaliano kwenye kazi ambayo ni tofauti na haya mengine ambayo tunayaona nje kwa ukubwa wa mtu na sehemu mhusika anafanya kazi. Japo kama mlivyosema, ukiwa sehemu fulani sawa utengenezwe mazingira kufanana na hiyo sehemu. Ni sahihi kabisa. Yaani mazingira ya kazi sawa unafanya kazi benki, lakini utengenezewe mazingira ambayo hata mshahara na vitu vingine labda vitendea kazi na vyovyote vile ambavyo vinahusika vifananie na hiyo sehemu. Ila maisha yako ya nyumbani ambao sasa ukirudi kwa sababu wengine wanaibeba hadi ndugu. Kuna ndugu akikuona unafanya kazi benki anajua una hela. Kwenye mindset yake anajua unalipwa hela nyingi, una mshahara mkubwa na nini. Ila kiuhalisia wewe unajua mwenyewe namna gani kwamba unatakiwa kulipwa kipi kwa makubaliano yapi. Kiromba utasikia kabisa sikuna mikopo pale, wewe ungekopa. Unajua yani hapo kuna vitu vingi sana. Yani lakini uwezo wa mtu, elimu ya mtu, kuna taasisi nyingine zinaajiri watu kutokana pia na elimu, wanaangalia sana umesoma vipi, experience. Umeona so kuna mlolongo mrefu sana hapo. Lakini kikubwa ni kwamba tujitume. Lakini shoutouts pia kwa zile ofisi zote ambazo pia zinawafungulia watu dunia wanakuwa wanachotaka. Unaona kama hata Mjengoni Clouds, kuna Millard Ayo hapa ni mtangazaji lakini alipewa nguvu, alipewa support
na taasisi yake ya Clouds, mmoja akaanzisha IOTV, Millard Ayo, umeona kabisa. Si kuna Frida Amani ni mtangazaji lakini pia ni artist, umeona rapper mmoja mkali kabisa, ana dunia yake nje ya kazi ambayo anaifanya na anakuwa supported, umeona so yeah, I think ndio na mata zaidi. Oh yeah.